Yesu kwa pendo lako. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu limidiwe. Jina la Yesu lisifiwe. Limejaa uweza, limejaa nguvu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa uweza wako na nguvu zako, kwa rehema na neema na kwa pendo lako. Katika jina hilo naomba neema yako tena na msaada utokao kwako na ufadhili na udhamini, ututakase, uturehemu, utusamee kabisa. Utusamee watumishi wako, watoto wako. Utuhurumie Mungu wa huruma, Mungu wa fadhili, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Asante kwa wema na rehema na fadhili zako. Asante kwa utukufu wa jina lako, wewe uliye Baba, mfalme wa yote na muweza, katika jina la Yesu Kristo. Fadhili zako, rehema zako naomba zikawe nasi. Tuhurumie Baba, tusamee katika yote, muweza yote, tufiche damuni mwako. Amina. Roho Mtakatifu naomba tuongoze tunaposoma ya maandiko matakatifu, kwa kuwa yana Roho Mtakatifu na ufunuo mtakatifu. Naomba Baba tufunuliwe nawe, kwa kuwa hatutaweza bila wewe, kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu akubariki, akufunulie, akusaidie. Roho Mtakatifu aendelee kutujaza sote, tunamhitaji wakati wote. Amina. Tunaendelea kujifunza juu ya umuhimu kubwa wa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu ya Mungu mtakatifu. Umuhimu mkubwa kuyahusisha maisha yetu na madhabahu takatifu ya Mungu aliye mtakatifu. Madhabahu takatifu ya Mungu mtakatifu. Ziko madhabahu nyingine za kimiungu, za uharibifu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuhusika sana na kujiweka kwenye madhabahu ya Mungu wetu mtakatifu, ili tuweze kushinda huo ufalme na madhabahu zake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na tuendelee kuona umuhimu. Madhabahu ni sehemu muhimu sana ambako jina la Mungu lipo. Amesema na moyo wake ameweka hapo kwenye madhabahu. Ameweka pia na macho yake katika madhabahu. Na neno la Mungu linapatikana katika madhabahu. Baraka zinapatikana katika madhabahu ya Mungu huyo mtakatifu. Na anakutana na mtu na kusema na mtu katika hiyo madhabahu takatifu. Atukuzwe Bwana. Kuna neema kubwa katika madhabahu. Tuone hapa katika Wakorintho wa kwanza 9 na mstari wa 13 na wa 14. Ziko neema nyingi na baraka tele kwenye madhabahu ya Bwana. Sikia tu, anasema hivi: hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio Injili wapate riziki kwa hiyo Injili. Wapate riziki kwa hiyo Injili. Amina. Atukuzwe sana Mungu wetu. Kwa maandiko haya matakatifu yanahitaji ufunuo sasa wa Roho Mtakatifu, kama tulivyoomba. Tuongozwe sasa kuyaelewa. Biblia inasema wale wanaoihudumia madhabahu. Anasema na wale wanaoihudumia madhabahu, hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu? Hapa nimeenda kwa upana zaidi, nimepata kutafakari kwa upana zaidi juu ya wanaoihudumia madhabahu na wale wanaohudumiwa kutoka madhabahuni. Kuna watu wanaihudumia madhabahu, au kuna makuhani au watumishi wanaohudumu kwenye madhabahu, alafu wanawahudumia wanadamu. Lakini pia kuna washirika au waumini ambao na wenyewe huihudumia madhabahu kwa kupeleka vitu katika madhabahu ambavyo tunaviita ni sadaka. Basi utaona hapo kuna ushirika mkubwa, na ujumbe huu unamuhusu kila mmoja anayehudumia madhabahu na wale wanaohudumiwa na madhabahu. Anayehudumia, sababu madhabahu haihudumii bila watu.
Madhabahu anayehudumia akiwasiliana na Mungu, Mungu anawasilisha kitu kwa wanadamu kupitia anayehudumu madhabahuni. Na Mungu anafanya jambo kupitia watu katika madhabahu, lakini kupitia watu. Atumia madhabahu kupitia mtu kufikisha kwa watu. Kama ambavyo alikuja akawa mtu ili awahudumie watu watoke dhambini, gizani, vifungoni, wawe watu wake, wapatanishwe au tupatanishwe. Ndio sababu alikuja kwa sura ya mtu, lakini ni Mungu kweli kabisa, akaja kwa sura ya mtu ili apate kutuhudumia tutoke katika kuangamia. Sasa anasema wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale waihudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Makuhani wa Bwana wanakula madhabahuni pa Bwana, na makuhani wa Bwana wanawahudumia watu. Ni makuhani wa Mungu kufikisha kwa watu wanaopitishiwa. Kwa hiyo baraka za Mungu zinakuja kupitia kwa watu, kuingia kwa watu, kama ambavyo hasira ya Mungu inaweza ikawaka kupitia watumishi wa Mungu. Ndio sababu anasema awagusaya watumishi amegusa mboni ya jicho la Mungu. Kwa hiyo anayewagusa, anayewadhuru, Mungu anashughulika naye. Sasa anayewabariki, lazima pia Mungu atashughulika na huyo mtu kumbariki. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kwamba ukimpiga mtumishi au ukimharibu mtumishi wa Mungu wa madhabahuni wa Mungu, Mungu atakuharibu. Basi kumbe ukimbariki, ukitenda yaliyo sawa na Mungu, vivyo hivyo atakutendea yaliyo sawa, yaliyo mazuri, yaliyo ya baraka, yaliyo ya utukufu. Anasema na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao, huwa na fungu lao. Sasa usione shida mtumishi akiwa anakula vitu vinavyopatikana, yani sadaka anazitumia. Anasema ana fungu lake katika hilo, kwa sababu ni agizo la Mungu. Ana fungu katika hiyo sadaka, ana fungu analotakiwa kulipata, kwa sababu yeye anahudumu pale. Sasa anapohudumu hapo, na wewe unayepeleka pale una fungu lako pia. Wewe, yani kila mmoja ana fungu lake. Sasa mwingine unaweza usilione kwa haraka, lakini lipo kabisa, limewekwa tayari fungu lako. Ndio sababu nikasema yule anayehudumu kwenye madhabahu anahudumu, anawasiliana na Mungu, Mungu analeta kwake na vinawafikia watu, au Mungu anawahudumia watu kupitia yule mtumishi wa madhabahu. Kwa hiyo kuna mhudumu na kuna yule sasa anasema wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale waihudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Wale wanaohudumia na wale wafanyao kazi wote pamoja, anasema wana fungu lao katika vitu vya madhabahu. Ni anauliza hapo swali, mnajua hilo? Tunatakiwa tujue. Mstari wa 14, na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Katika injili wanayoihubiri, hiyo injili wapate riziki yao. Injili nayoihubiri nipate riziki katika hiyo. Haleluya. Nipate riziki katika hiyo. Ni mambo ya kufahamu kwa jinsi ya roho, na wakati mwingine tunayaona tuseme yapo kabisa, ni kawaida. Inahitaji tu akili safi kutafakari na kufanya. Wanapohudumu katika ile injili, wapate kutoka kwenye ile injili riziki yao, baraka zao. Na wale wanaohudumiwa, kwa sababu wanahubiri injili, kuhubiria wahubirii miti tu au vitu vingine, wanahubiria watu, hao nao wapate riziki katika kule kuhubiriwa. Watapata kuponywa kutoka magonjwa, kutoka nguvu ya dhambi, kutoka kwenye dhambi, kutoka nguvu za giza. Watatoka kwenye maskini na ufukara, watatajiri, kwa sababu
Biblia imesema tukitii, mkitii, katika Isaya anasema mkitii, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo unapotii tayari unakuja kupokea mema, utashibishwa. Naenda kwa upana katika utafakari. Tunaenda kwa upana katika utafakari habari hizo. Tunatafakari kwa undani, kwa upana, kwamba na wale wengine nao watashibishwa. Watashibishwa. Anayehubiri Injili anawahubiria watu watashiba mema. Shiba ya kiroho na wanashiba ya kimwili. Wanatajirika kabisa, wanafanikiwa. Naam. Isaya 1:19. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii. Sasa unakubali na kutii kupitia wapi? Kupitia sauti ya mtumishi, sauti anayoitumia ambayo Mungu ndiye anayesema kupitia huyo mkuhani au mtumishi wa Mungu, kutoka kwenye madhabahu. Kutoka kwenye madhabahu. Anapohubiri pale madhabahuni, unasikia Mungu akisema na wewe, au ndio Mungu anasema na wewe. Na Mungu akishasema na wewe, unapochukua hatua ya kufanya, Mungu anafurahishwa kwamba umetii na umeacha hiyo dhambi, umeacha hiyo njia mbaya, au ulikuwa una dhambi, sasa umesikia maarifa, neno la maarifa, ujumbe ule unautii, unaufuatilia, unakuwa mnyenyekevu, mtii, mwenye kutenda mapenzi ya Baba wa mbinguni. Mungu ndipo anafungua baraka. Mungu hawezi kubariki mtu mkaidi. Mungu hawezi kuachilia baraka zake au kufanya jambo kwa mtu ambaye hamsikii wala hakubali kutulia kwake. Ni mpaka yule mtu amekubali kutulia kwenye madhabahu yake, kwa sababu atakula vya madhabahuni. Rudi kwenye Wakorinto, hapa tuliposoma Wakorinto wa kwanza 9, atakula vya madhabahuni. Wanakula vya madhabahuni. Jina la Yesu litukuzwe sana. Jina la Yesu litukuzwe. Mtumishi wa Mungu akishiba, mshirika atashiba. Unayeandika unaweza kaandika hiyo. Sikiliza, kama unaandika, chukua hiyo. Mtumishi wa Mungu akishiba, mshirika au muumini au waumini watashiba. Na mshirika akishiba, mtumishi atashiba. Wanategemeana, huwezi kutangua au huwezi kutofautisha. Narudia, mtumishi wa Mungu akishiba, mshirika atashiba. Na mshirika akishiba, mtumishi wa Mungu au kuhani wa Bwana atashiba. Wanategemeana. Kama kuhani au mtumishi wa Mungu hana kitu, atawapa nini waumini au washirika? Atawapa kitu gani kama hajashiba? Kama ana kitu cha kiroho, ni hivi. Hapa nilipo, kama sina kitu, ningekuhubiria nini? Ningekuwa niko na shida pande zote, kiroho na kimwili. Ningekuwa nina taabu au nina umaskini na ufukara, sina kitu cha kiroho wala sina kitu cha kimwili. Ningekuhubirie? Ningesimamaje? Nasimama kwa sababu Bwana amenipa kitu. Kuna kitu nimeshiba ndani, kiroho na kimwili. Kuna namna nimeshiba, kwa sababu ninapata haya kusema, tena nayasema kabisa kwa uhakika, kwa sababu nina uhakika nayo. Nimepewa, ninasikia kutoka kwake yeye muumba wetu. Sawa. Ndio sababu nasema mtumishi akishiba, mshirika atashiba. Mshirika au muumini akishiba, ndipo na mtumishi. Kwa sababu haiwezekani mtumishi ameshiba, amenona, alafu kondoo au waumini wamekonda, dhaifu, maskini, hawajui cha kiroho, hawajui cha kimwili, hawana vya kimwili na wala vya kiroho. Ni taabu hapo. Ni sawa sawa na mtu mwenye ng'ombe. Ng'ombe hajashiba, amekonda, huwezi kupata maziwa wala nyama nzuri iliyonona. Huwezi kupata mazao mazuri kutoka kwake, kwa sababu ana shida, ana taabu. Ya akishiba na mfugaji anashiba. Sasa mfugaji akiwa mfugaji wa ng'ombe au mfugaji wa kondoo, mbuzi, akiwa ameshiba vitu, ameshiba fedha, ameshiba nguvu za kufanya kazi ili amhudumie, ndio anaweza kumhudumia huyu ng'ombe au useme mnyama huyu, mfugo, ndipo ataweza kumhudumia. Anayo fedha ya kumnunulia au kumlisha vyakula na vitu vingine. Sasa kama mtumishi ni dhaifu, ana uwezo, maana yake na huyu mnyama atakuwa dhaifu, hana kitu. Atakula wapi? Atafanyaje? Kuna kutegemeana kabisa. Kuna kutegemeana kabisa. Kuna vitu nataka tuoanishe hapa. Ngoja kwanza nisome
Kumbukumbu la Torati, yani some kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18. Kumbukumbu la Torati 18 mstari ule wa kwanza na wa tatu. Kumbukumbu la Torati 18:1 hadi 3. Makuhani Walawi, kabila yote ya Lawi, wasiwe na fungu wala urithi pamoja na Israeli. Watakula sadaka za Bwana zifanywazo kwa moto na urithi wake. Wala wasiwe na urithi kati ya ndugu zao. Bwana ndiye urithi wao, kama alivyowaambia. Na hii itakuwa haki ya makuhani kwa watu hao wasongezao sadaka, ikiwa ni ng'ombe au kondoo, wampe kuhani mkononi, na mashavu mawili na tumbo. Wanaagizwa kuwapa watumishi Walawi, watumishi hawa katika kazi ya Bwana, katika hekalu la Bwana. Wanaambiwa urithi wao ni Bwana. Bwana ndiye urithi wao. Bwana ndiye urithi wao, kama alivyowaambia. Manake wanashibishwa na Bwana. Yani ni hivi, wanapokaa kwenye madhabahu ya Bwana, wanaifanya kazi ya Mungu ili watu wapokee cha Mungu. Mungu ndiye anaye husika kuwahudumia, anawashibisha yale yanayopatikana na madhabahu. Kutoka kwenye hiyo madhabahu Mungu anawashibisha, Mungu anawarithisha, na Mungu anawapa urithi. Naam. Anasema watakula sadaka za Bwana. Watakula sadaka za Bwana. Wameambiwa wale. Watu wengine wanaona wivu na hasira mtumishi wa madhabahuni anapotumia. Akitumia vibaya sio sawa. Anatakiwa azitumie kwa mpangilio, sababu asiwa anazitumia tu hovyo, hata mambo mengine yakashindwa kufanyika. Sio sawa. Lakini sio sasa apate tatizo, shida na kuteseka, alafu na sadaka zipo anaacha kupewa. Sio sawa, sababu ameambiwa atakula sadaka za Bwana. Maana zile zilizopelekwa madhabahuni atakula, ameambiwa ale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbuka, tunaposema habari ya kuhani, tukirudi kwenye Agano Jipya sasa, tunakuja kuona kitu kingine kizuri zaidi. Lakini lazima ujue, mtumishi wa Bwana akishiba, wewe unashiba. Wewe ukishiba, mtumishi anashiba. Kwa hiyo na mtumishi wa Bwana lazima ajue kwamba anatakiwa kushiba, lakini anaposhiba na kiwafikie waumini au watu wengine, nao washibe kiroho, washibe kimwili. Nimesema tunategemeana, wanategemeana. Hakuna na kwa kuepesha. Na ambao tena wameambiwa wao ni urithi wa Bwana, wameruhusiwa kula hizo sadaka. Ni Mungu mwenyewe. Maandiko haya yamesema. Shalom sana. Sasa angalia hiyo Kumbukumbu la Torati 18:1 niliyoisoma, alafu hebu twende tuangalie waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 mstari wa 5, alafu waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2. Twende nisome. Mpendwa mwana wa Mungu, wateule, tumishi wa Bwana, mashujaa wa Bwana, haleluya sana, haleluya. Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2, naanzia mstari wa 5. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya Roho, muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Dhabihu sadaka zinazokubaliwa, sadaka za kiroho kwa jinsi ya Roho. Anaeleza hapo, kwa maana imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika.
Anza kuona kitu hapo, pata kitu hapo kwa ajili ya mtumishi na msharika, au washarika na watumishi, au wote wanaomwamini Bwana Yesu. Haleluya. Anasema na kila amwaminie hata tayarika, hata aibika, hata fedheshwa. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Pata kitu tena hapo, mnaoamini. Twende, mnaoamini. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Angalia mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke katika giza mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Rabashikiri. Hapo sasa ni utumishi wa pamoja. Naam, haimaanishi kwamba makuhani hawatakuwepo, haimaanishi kwamba watumishi kwamba hatuoni nafasi yao. Wako pale pale kwenye madhabahu, nafasi yao. Lakini sasa wewe unayeamini kwa Yesu Kristo katika Agano Jipya, nawe ni mtumishi, ni kuhani wa Bwana. Manake utakula vya madhabahuni, utakula vya kimbingu, utakula. Sasa sikiliza, uelewe vizuri, usije ukakosea, ukamsema vibaya mtumishi wa Mungu, au ukamchukulia vibaya, au ukamwambia na mimi nina haki hapo, na mimi nakula, natakiwa nile hizo sadaka. Sio maana hiyo. Lakini kwa jinsi ya rohoni, kuna jinsi nao utakuwa unashibishwa, unahudumiwa, nao utapata baraka nyingi za rohoni na za mwilini kupitia madhabahu. Na kwa nini? Kwa sababu katika Yesu tumefanywa kuwa watumishi, tena watumishi katika agano lililo bora zaidi, lililo jipya. Nawe ni kuhani wa Bwana. Kwa hiyo madhabahu iliyo hai itakushibisha, itakuhudumia. Ihudumie madhabahu, madhabahu ikuhudumie. Ihudumie wewe madhabahu, madhabahu itakuhudumia. Ishibishe madhabahu, madhabahu itakushibisha. Inyime madhabahu, madhabahu itakunyima. Yesu anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Hakuna namna ya kukwepa. Anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Anasema katika Luka. Anasema waziwazi katika Luka sura ile ya 6. Mstari wa 38, 37, 38, 39. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Ndio. Katika Luka. Katika Luka. Mstari wa 38 huo. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakacho wapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kipimo kile kile upimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa hiyo ihudumie madhabahu kwa sadaka nono, kwa nguvu zote, kwa moyo wa kupenda. Achilia sadaka zako. Unaposema tunajenga madhabahu, achilia sadaka yako kwa moyo kabisa, kwa sababu hiyo sadaka upotezi, unajilimbikizia mibaraka, unatengeneza mlango wa chemichemi za baraka. Achilia. Karibu kiharaka, tunajenga madhabahu ya Bwana. Tunakusanya vitu sasa, tukaanze kuijenga madhabahu ambapo watakusanyika watu, dhehebu lolote watakuja, yatafanyika maombi na maombezi, ibada ya maombi na maombezi. Hatujengi kanisa, tunajenga jengo ambalo itakuwa ni la maombi na maombezi, na sehemu ambako watu watapata faraga ya kukaa. Karibu, changamkia baraka hizo haraka haraka kwa kutoa sadaka yako, ili tujenge madhabahu. Nataka kuja kupaona, karibu uje upaone, ni kiharaka. Bagamoyo hapa, karibu na Mbweni. Karibu sana. Shalom, 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 shalom. Karibu, changamkia. Itengeneze madhabahu, yahusishe maisha yako yote na madhabahu takatifu ya Bwana, ili na yenyewe ihusike kukupigania, kukusaidia, kukubariki, kukulisha. Natakiwa kulishwa na madhabahu.
Shala rabushikuri namasui. Hurana kurini rabusi. Risa kirobusare na muguri. Elewa jambo hili. Yani ng'ang'ana upate jinsi ya kuiwezesha au kuishibisha madhabahu ya Bwana ili ikurudishie. Lakini ukijilimbikizia tu unajing'ang'anizia, huwezi kupata kitu, utapoteza. Hata kile ulichonacho Biblia inasema utanyang'anywa. Asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Lakini aliye na kitu ataongezewa. Aliye na kitu maana yake ni yule aliyeweka kitu madhabahuni. Huyo ana kitu alichokihifadhi kwenye madhabahu ya Bwana. Lazima madhabahu ya Bwana itamrudia. Kwenye Agano la Kale, kwenye Mithali kule, kuna mahali anasema, amhurumiaye maskini umkopesha Bwana, amshibishaye maskini umpa Bwana. Upotezi, umeweka kitu cha thamani kubwa, kitakuwa kwako na watoto wa watoto wako, kitaendelea urithi. Ni baraka, ni maongezeko. Haleluya. Kwa kuwa asema sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Naam. Sikiliza, amesema heshimaini kwenu ninyi mnaoamini. Naam. Amesema pale tena, na kila amini hata tayarika, kwenye mstari ule wa 6 Petro wa kwanza sura ile ya pili iliyoisoma. Petro wa kwanza sura ya pili iliyoisoma, mstari wa 6 pale. Anasema kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika. Hakuna kutayarika, hakuna kuaibika, hakuna kufedheshwa, hakuna kushindwa, hakuna kuishiwa. Ndio sababu tunafika mahali tunasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji tulivu huniongoza. Hutulisha. Kija kwenye Yohana, Injili ya Yohana kule, kwenye Yohana, Injili ya Yesu kupitia Yohana, Yesu anasema aendaye kwake atakula malisho. Yohana 10. Shalom sana. Tunahitaji kushibishwa na madhabahu ya Bwana. Madhabahuni pa Bwana kuna baraka, kuna kushibishwa. Utakula vya madhabahuni. Kula vya madhabahuni. Madhabahu ikudumie. Kula vinavyotokana na madhabahu ya Bwana. Ni baraka sana, ni afya sana, ni neema sana. Mungu alibariki neno hili, liendelee kutufungukia na kutujaza na kutushibisha. Sikiliza, mtumishi wa Mungu akishiba, mshirika atashiba. Mshirika akishiba, na mtumishi wa Mungu atashiba. Wanategemeana. Asiwepo mmoja yuko zorota, yuko dhaifu, yuko katika hali isiyo sawa. Itakuwa ni taabu. Wote wanatakiwa kupata kwa utukufu wa Mungu Baba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amina. Baba, asante kwa ajili ya neema yako iliyokuu sana, kwa ajili ya ujumbe huu. Mungu, naomba endelea kufunulia mioyo ya watu wako, izidi kutambua sana. Hata tutakapoendelea kujifunza somo hili, endelea kuachilia mafunuo ndani ya fahamu zetu na mioyoni mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa neema akuchilie mpendwa, uzidi kutambua, kufahamu sana juu ya neno hili, juu ya ujumbe huu. Roho ya uweza ikujaze, ikushibishe, pate kuendelea katika mapenzi ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya maandiko haya na kwa ajili ya neema hii. Endelea kuruhusu mioyo ya watu wako ijazwe, ishibishwe, iwezeshwe, iongozwe, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mwenyezi, asante Jehova, asante Mponyaji takatifu, katika jina la Yesu. Watu wanaoihudumia madhabahu yako wakashibe, madhabahu yako ikawashibishe, na fahamu zao zikafunguke na kujua kwamba madhabahu inatakiwa kuwahudumia, inatakiwa kuwashibisha. Bwana, wanaoihudumia na wale wanaohudumiwa na hiyo madhabahu, kila mmoja kwa sehemu yake, baraka na uweza zikatawale, zikamiliki. Simama Bwana kwa utukufu wa jina lako, sawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu endelea kumjaza kila mmoja wetu, tupate kufahamu zaidi, tupate kujua zaidi, na mioyo yetu ipende kuwa madhabahuni pako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu na Baba wa utukufu, jina la Yesu likatukuzwe. Amina. Shibishwa na Bwana, wezeshwa kwa Roho wake Mtakatifu, na jina la Yesu likaendelee kuhimidiwa. Nafsi yako kaendelee kumshangilia Bwana. Karibu sana kwenye huduma hii tena na tena, tutaendelea. Karibu
kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel hii ambayo inapatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Karibu, endelea kutuombea kwa huduma yote ya ujenzi wa madhabahu ambayo tunatakiwa kwenda kuianza. Karibu kushiriki kwa namna zote, ni kazi ya Mungu, sio mtu. Karibu pia kwa uinjilisti wa vijijini ambao tunakaribia kwenda. Yote ni madhabahu ya Bwana hiyo. Hiyo ni madhabahu inayotembea, tunaenda huko na huko. Karibu sana kwa sadaka zako. Namba ya kuwasiliana na ushiriki kwa sadaka hizo iko hapo. Na wale wanaohitaji akaunti ya CRDB tunayo, akaunti ya NMB tunayo, ipo tayari. Basi ukiwasiliana tunaweza pia tukakupa, alafu ukaendelea kutumika kwa utukufu wa Mungu Baba katika jina la Yesu. Namba za simu hapo utaziona kwenye simu yako kwa chini, utaziona, ambayo ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Nairudia 0787 62 75 91. Ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Karibu sana, na Mungu wa baraka zote aendelee kubariki sasa kwa utukufu wa jina lake Yesu. Amen.